Tunakwenda kusikia ujumbe ambao Mungu anataka kusema na sisi siku ya leo. Ujumbe wenye kichwa ambacho kinatuongoza kikisema hivi: elewa maana ya waacheni watoto wadogo waje kwangu wala msiwazuie. Elewa maana ya waacheni watoto wadogo waje kwangu wala msiwazuie. Kuna maneno ambayo Yesu aliyazungumza katika maandiko, au aliyazungumza katika nyakati zile ambazo alikuwa akifundisha katikati ya mikutano, ambayo tukiangalia kwa haraka haraka tunaweza tukayachukulia poa au tukayaona tusiyape uzito, na kule kutoa yapa uzito kunatufanya tusiyaelewe. Kwa sababu unajua, kitu ambacho kina maana katika maisha, kitu ambacho tunakipa uzito katika maisha, maana tutastruggle kukielewa, pate kukielewa. Sasa kitu kisha kichukulia poa, yani uwezi ukaangalia kukielewa. Sasa ili neno ambalo Yesu Kristo alilizungumza katikati ya makutano, tutaangalia maandiko alizungumza nyakati gani, lakini lina maana mno sana kwetu sisi waamini. Waacheni watoto wadogo waje kwangu wala msiwazuie. Na mara nyingi haya maneno tunayatumia sana sana kwenye sherehe za watoto wachanga, watoto wadogo. Pengine Yesu alisema waacheni watoto wadogo waje kwangu wala msiwazuie. Lakini kwa utangulizi, tukiangalia maandiko ya Injili ya Kristo, maandiko ya Injili ya Kristo, tunapoangalia Yesu Kristo anazungumza neno katika nyakati zile ambazo alikuwa akifundisha katika Israeli. Alipokuwa katikati ya makutano, Yesu alikuwa anazungumza kwa lugha ya picha na mifano. Alikuwa anatumia mifano katika kufundisha. Kwa hiyo tukichukua kile ambacho Yesu alikizungumza katikati ya makutano kama kilivyo, tukichukua kama kilivyo tutakuwa tunakosea bila kukitafsiri. Kwa hiyo Yesu alizungumza sana kwa mifano katika nyakati zile. Kwa sababu gani? Kwa nini alizungumza kwa mifano katikati ya mataifa? Kwa sababu kubwa hasa ilikuwa ni hii hapa. Japokuwa katika maandiko imeelezea, lakini katika nyakati zile tunasema kulikuwa kuna ujuaji mwingi. Unajua Waisraeli walikuwa wanamwamini Mungu kupitia Torati, si ndio? Sasa ulikuwa ukizungumza straight moja kwa moja kikaeleweka, unaweza ukala mawe. Kwa hiyo ilikuwa sasa katikati ya mikutano, ili wasije wakamkamata, wasije wakamtandika mawe, alikuwa inabidi azungumze sana kwa mifano. Ili nini? Ili ajiepushe na changamoto za wakati ule. Sababu nyakati zile ulikuwa wanaweza watu wanasikiliza hivi, huyo anataka aseme nini huyu? Kwamba wanakusikiliza sio kwa maana wajifunze, waangalie kwamba hivi wewe unaijua Torati kweli ya Musa? Hivi wewe unapatia? Hivi wewe uko sawa? Unajua hata sasa hivi kuna mtu anaweza kusikiliza, sio kwamba anataka ajifunze kwako, anataka akukague, akupime. Na wako wengi hasa wapendwa, anakusikiliza huyu kweli wa kimungu, huyu wa kiroho kweli huyu. Hiyo spirit ni mbaya sana. Hiyo namna ya kutamani kukagua, kupekua, yaani hauna la kujifunza, yaani hakuna ni kitu kibaya. Kwa hiyo Yesu alitumia sana mifano alipokuwa katikati ya mataifa. Na katika hili tukiangalia Mathayo 13 mstari wa 3, anasema akawaambia mambo mengi kwa mifano, akisema, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Mathayo anazungumza, lakini pia katika vitabu vingine alikuwa anazungumza mifano. Akawaambia mambo mengi kwa mifano, akisema, tazama mpanzi. Sasa hiyo kitu cha mpanzi angekizungumza waziwazi. Najua watu ambao wameshika Torati ya Musa na wanajua kabisa ukitoka nje ya Torati sema umekufuru, unakula mawe. Kwa hiyo Yesu alizungumza sana mifano. Hiyo kwenye Mathayo 13:10 nasema, wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Wanafunzi ibidi wamuulize kwa nini. Kwanza walimuobserve kwamba kwa nini Yesu ukiwa nje unazungumza kwa mifano,
parables, kwa lugha ya picha. Kwa nini asema, kwa nini inabidi za wanafunzi wa Mungu, kwa nini unasema nao watu wa nje kwa mifano? Kwa nini unazungumza kwa mifano? Na kwenye mstari wa 13 na ruka hiyo mistari ili tukomboe wakati kwa sasa hivi. Sema kwa sababu hii inalisema kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Kwa nini Yesu alikuwa wakati mwingine hataki waelewe kwa moja kwa moja, au alikuwa wataki wasione moja kwa moja? Kwa sababu wakiona watapata cha kumshtaki. Unajua changamoto ya sema Mafarisayo na watu wa sheria, walichokuwa wakiangalia, wakiona kiko tofauti na wakielewa kwamba unazungumzia kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Wakiona, unajua hata mashtaka yale ambayo walimpeleka nayo Yesu ni kwa sababu nini? Anavunja Torati. Anavunja Torati akisema kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kuna sehemu ile akasema kwamba naweza kalibomoa hekalu hili nikajenga kwa siku 3. Wakasema sasa huyu ndo anakufuga kabisa. Yaani hili lilijengwa na mababu zetu. Ile hekalu la Suleiman. Akasema siku 3. Kumbe alikuwa anazungumzia kwa habari ya mwili wake. Yesu alikuwa anatumia mifano. Kwa hiyo alikuwa anatumia mifano ili nini? Ili wasiweze kumkamata. Wasiweze kumkamata. Na kwenye mstari kwenye Mathayo 13:34 anasema hayo yote aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mifano hakuwaambia neno. Yaani kwenye makutano Yesu pasipo kuwa na mfano hakuwaambia neno. Alikuwa anazungumza mifano. Alikuwa anazungumza kwa mifano. Sasa tunapoangalia kwa habari ya watoto, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Yesu alizungumza hilo neno katikati ya makutano. Katikati ya makutano. Maana ni kwamba hilo neno pia lilikuwa sio neno ambalo ni la moja kwa moja, lilikuwa ni kitu cha mfano. Maana kitu akizungumza kwa mfano, kitu chochote ambacho ni mfano kinahitaji tafsiri, si ndio? Akizungumza mfano au akizungumza kwa lugha ya picha, tunasema ni parable. Maana kwamba iko kitu kinahitaji nini? Kinahitaji kutafsiriwa, kinahitaji kueleweshwa kwamba maana ya mfano ule ni huu. Kwa hiyo tunaangaliaga sana kitu, waacheni watoto wadogo waje kwangu wala msiwazuie. Tunachukulia tu kwamba ni mtoto kama mtoto, bana watoto waacheni watoto, bana watoto wadogo waje kwangu. Tunalibeba kama lilivyo. Yaani kwamba Yesu anapenda watoto. Kwa hiyo watoto, jamani watoto waje kwa Yesu, watoto tunalibeba kama lilivyo. Lakini tukiangalia kitabu cha Luka 18 kuanzia mstari wa 15 na kuendelea, tunaangalia sasa kwa kisa cha Yesu alizungumzaje hilo neno kwamba waacheni watoto wadogo waje kwangu. Anasema wakamletea na watoto wachanga ili awaguse. Anasema lakini wanafunzi walipoona waliwakemea. Basi Yesu akawaita waje kwake akisema, waacheni watoto wadogo waje kwangu wala msiwazuie, kwa kuwa watu kama hao ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambia, mtu yoyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hauingii kamwe. Alizungumza kwa kisa cha kwa nini alizungumza hilo neno? Walikuwa wanaleta watoto, wazazi wanaleta watoto ili Yesu awaguse. Halafu wanafunzi wakawa na kimya, mwacheni mwalimu na mdisturb. Unajua tena wanafunzi wa Yesu walikuwa yani wanajiona kwamba sisi ndio mabodyguard wa Yesu. Kwamba kila kinachopita na Yesu lazima tukiangalie, tukague. Na hata saa hizi kuna watu wanasimamia hiyo kitu kuweka mabodyguard. Unakuta mtumishi wa Bwana ana mabodyguard. Kwamba ukitaka kumsogelea tu kwamba mpaka bodyguard akuruhusu. Nini concept hii? Na wengine wanasema kwamba mbona Yesu mwenyewe alikuwa ana wanafunzi walikuwa lakini Yesu aliwakemea. Sasa sizungumzie kwamba kuwa na walinzi ni jambo baya. Lakini hao walinzi hao wana kwa ajili gani? Na Bwana Yesu asifiwe. Marko 10:13 ameelezea tena pia. Amesema basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse, wanafunzi wake wakamkemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana. Nilikuwa nataka tuone kwamba Yesu alichukizwa sana. Mathayo ya kuandika, lakini anasema Yesu alichukizwa
sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa kuwa ufalme, kwa kuwa kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yote asiyokubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hauingii kamwe. Sasa nataka tuangalie, kuna vitu ambavyo nataka niviangalie. Cha kwanza tuangalie hii kitu cha wanafunzi. Hapa nataka tukae, kabla ya kuendelea kwenye tafsiri, tuangalie hii mindset ya wanafunzi. Hii kitu cha wanafunzi tusikiache hivi kwamba wanafunzi walikuwa wakiwazuia, alafu Yesu akakasirika sana, akawakemea. Yaani hii kitu tunaweza tukakifikiri kwamba ni kitu ambacho hakipo leo hii, cha kuwazuia watu kwa Yesu. Kipo. Kuna namna ambavyo kuna vitu tunajishughulisha navyo ambavyo actually sio vitu ambavyo yatupasa tujishughulishe navyo. Hii kitu cha wanafunzi wa Yesu wanawazuia watoto ni kitu cha kimwili kabisa. Kitu cha kimwili kabisa. Lakini ndio tupata pia kwa nini Yesu aliwakasirikia, alichukizwa sana. Sema Yesu alipoona alichukizwa sana. Unajua mpaka Yesu akuchukizwa sana watoto. Kwanza watoto ni harmless, si ndio Watoto hawana tunasema madhara. Ni kitu ambacho hakina madhara. Watoto wanakuja, Yesu akachukizwa sana. Na waliofanya hivyo ni wanafunzi, yaani wanafunzi wa Yesu. Ndio walichokifanya hivyo kitu. Sasa lazima nataka tukiangalia hiko kitu afu kabla tutaenda kwenye tafsiri. Na hiki kitu hakijaanza hapa. Wanafunzi kuanza kujimilikisha kwamba sisi ndio Yesu ndio wetu. Kitu hakijaanza hapa. Hakijaanzia hapa kwenye haya maandiko haya. Tukiangalia Marko 9:38 tunaona hapa Yesu akamjibu. Kuna scenario moja wanamwambia Yesu, wanamsimulia Yesu. Unajua wanafunzi wa Yesu walikuwa na Yesu wanamsimulia. Anasema Yohana akamjibu akamwambia, "Mwalimu, tulimwona mtu akitoa pepo kwa jina lake ambaye hafuatani nasi, tukamkataza kwa sababu hafuatani nasi." Yesu akasema, "Msimkataze, kwa kuwa hakuna mtu atakayefanya muujiza kwa jina langu akaweza mara kuninenea mabaya, kwa sababu asiye kinyume chetu yu upande wetu. Hafuatani nasi, tukamkataza." Yaani unajua wanafunzi wa Yesu walikuwa wanajiona kwamba sisi ndio tuko na bwana mkubwa. Kwa hiyo huyu Yesu ni wa kwetu. Ukija hapa lazima sisi ndio tukuruhusu. Lakini ukitumia jina la Yesu huko wakati ufuatani nasi, Na aliyekuwa anazungumza haya mambo ni Yohana. Yule Yohana ni mmoja wa wanafunzi ambao Yesu aliwapenda. Walikuwa wanapenda ile kupendwa na Yesu, akaona sana kwamba hata Yesu kumtumia Yesu, kutumia jina lake lazima huo unafuatana nasi. It's all about identity. Unajua hapa kinachokuwa kinaangaliwa ni identity, kwamba wewe ukisema wa Yesu, ukizungumza mambo ya Yesu, lazima ufuatane na sisi. Yaani issue hapa sio kwamba ni kwamba kutumia, issue ni kwamba hafuatani. Yaani hauna identity ya kwamba unafuatana na sisi, kwamba wewe sio mwanafunzi mwenzetu, hauko miongoni mwa unatumia jina la Yesu. Kwa kuna namna ambavyo Yesu alimfanya kwamba Yesu ni wa kwetu sisi. Yesu ni wa kwetu sisi. Na ndio maana ndio ile motive ya kuwazuia kwamba msimsogelee mwalimu. Na hii kitu tunazungumzia ipo leo nataka niigusie kidogo. Haya mambo ya kuna namna fulani tunakuwa tuna act kama wanafunzi wa Yesu walivyokuwa wanafanya. Ipo leo. Kwa mfano, nataka nitoe mfano. Kwa mfano kuna namna ambavyo labda muamini ndani ya kundi, si ndio muamini ndani ya kundi anasema ni mhudumu ndani ya kusanyiko la mahali. Sasa wakati mwingine tunapoona pengine akatoka kaenda akahudumu pengine somewhere, akahudumu pengine ikaonekana kwamba hapa ameenda kuhudumu sehemu fulani. Alafu ameenda kuhudumu sehemu fulani kule, hajaenda pengine kama na ile identity ya kundi. Unajua kwamba maana gani nazungumza nini? Kwamba ameenda kufanya huduma ya kiroho kwa watu, lakini kuna namna fulani hajaenda na ile identity ya anaweza akaanza kuonekana, mbona huyu
kama anasema kama nini, anataka kuleta mapinduzi, anataka kufanya uasi, kwamba tunategemea kwa nini asingetuambia pengine si wapendwa tuende naye tukafanye naye huduma. Lakini kinachofanyika kule it's all about kitu cha ufalme, ndio kitu cha ufalme. Lakini kwa sababu hajabeba ile identity inatupa shida kwamba huyu atakuwa sio mwenzetu. Unaona, ameenda kufanya kule. Ni vitu ambavyo vipo. Kinachotupa kwa kasi ni nini? Kwa nini ameenda yeye mwenyewe? Kwa nini hajafuatana na sisi? Yaani kuna namna fulani tunaweza tukaika katika namna hiyo. Hiyo kitu ipo kwamba kwa sababu mimi ni wa pale, nikitaka kwenda kuhudumu sehemu nyingine pengine labda kama mimi ni labda natokea kusanyiko fulani, nikiwa na huduma ambayo pengine inaenda kuhudumia waamini maeneo mengine, unaonekana kama ni sema unafanya mapinduzi. Mbona kama hii huduma yake vipi? Inawezekana pale zao unafanya huduma pengine, lakini ile kwenda umealikwa ukaonekana, inaweza ikawapa ukakasi kwamba huyu inakuaje? Yaani, lakini tukiangalia kile unachokienda kuhudumu ndio kile ambacho tunahudumia hapa. Inawapa watu shida. Sasa ndio ile namna ya wanafunzi. Hafuatani nasi, anafanya huko huduma. Au kuna namna fulani tunataka tu own ile kazi ya huduma tunafanya, inasema lazima iwe na identity yetu. Kitu ambacho sio lazima. Cha muhimu kama ni muamini, kama unafanya huduma, itambulike kwamba wewe unaweza kufanya huduma kwa mwingine. Kuaga ni jambo la muhimu. Sema unaaga. Kutoka nyumbani unaaga. Lakini kama hautaki kutoka nyumbani, yani wewe ukitaka utoke lazima uende na mashemasi, uende na, yani wewe ni wa kwetu, wewe ni, na ukienda pale lazima umtai mimi ni sehemu fulani niko chini ya mchungaji. Usiposema hivyo inaonekana kwamba ni tayari wewe, maana kwamba it's all about identity. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Ninachotaka kusema ni kwamba nini? Sometimes tunahangaika na kutafuta credits. Kwamba kwa sababu hafuatani nasi, maana kwamba huyu hana identity yetu. Kile atakachoenda kukifanya kule hakina identity yetu. It's all about identity. Tunahangaika na kutafuta pengine credits pengine za makusanyiko yetu, au za kwamba huyu mwanangu akienda huko lazima aseme au afanye nini. Sio lazima. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sio lazima. Na hii kitu nikisema hapa kidogo nitaleta changamoto, lakini katika namna ambavyo sema namna ya ulimwengu huu, tunatakiwa tubebe identity ya nani? Identity ya Kristo. Popote ambapo tunatakiwa tutokee, tuhesabike kwamba sisi ni watendakazi wa Kristo, watendakazi wa Mungu. Lakini leo hii tunajivunia kuwa mwana wa fulani. Baba yangu wa kiroho. Ikienda sehemu, baba yangu wa kiroho ni lazima utaje. Ina umuhimu gani tumjue babako wa kiroho? Sisi tunataka tuone Mungu akikutumia. Tena na wakati hata kwenye matangazo siku hizi kwenye makanisa jamani, kwenye matangazo unakuta ukienda huko Makambako huko na ndani, unakutana na bango pengine la kusanyiko la mahali. Ni jambo zuri kuwa na bango. Lakini ile bango unakuta pengine limeweka pengine picha ya nani ya mtendakazi ambaye sio anahudumu pale. Imemweka baba wake, sema baba wake wa kiroho niseme, sio baba wake wa kiroho tunasema, ambaye yeye akai pale, inawezekana hata hajawahi kufika kwenye hilo eneo. Pengine yuko Dar es Salaam au yuko pengine yuko Mbeya au yuko wapi, imemweka pale. Yaani it's all about tunatafuta kwamba identity, kwamba hili ni la fulani. Na hata kwenye matangazo ya posters, inawezekana huyo mtumishi haudumu hapo wala hajawahi kufika, lakini tunaweka kwenye picha la yeye akosi. Sasa unajua hii namna ya ulimwengu kwa namna gani? Kiitifaki. Ngoja nizungumzie kwa maana ya itifaki. Itifaki za ulimwengu huu. Katika itifaki za ulimwengu huu, kwa maana ya serikali za ulimwengu huu. Serikali za ulimwengu huu, mkuu wa serikali popote ambapo shughuli ya kiserikali inafanyika, picha yake inatakiwa iwepo. Kwa maana kwamba kama ni nchi yoyote, shughuli yote ya kiserikali inapofanyika, picha au identity ya kiongozi mkuu wa serikali lazima iwepo.
Kwa maana gani? Kwa maana kwamba credit zote anatakiwa apewe mkuu wa hiyo serikali, kwa sababu serikali ikiperform vizuri, anayetakiwa kupewa hizo credits, anayetakiwa kusifiwa ni mkuu wa hiyo serikali. Hiyo ndio protocol na ndio itifaki ya namna ya ulimwengu huu. Sasa tumeleta mambo hayo pia katika ufalme wa Mungu, katika kanisa. Kwa sababu tunapozungumzia kazi ya huduma, anayetakiwa kupokea credit zote ndio nani? Ni Mungu mwenyewe, si ndio? Lakini tunapowaweka wanadamu kwamba kwa sababu yeye Mungu amemtumia kuanzisha kazi hii, kwa sababu Mungu amemtumia kuanzisha kazi hii, popote ambapo kazi ile inafanyika lazima picha yake iwepo. Mabango huko, tandaimba huko, unakuta kwa sababu mwanzilishi wa kazi ile ni fulani, lazima picha ya yule mtu iwepo. Ni namna ya ulimwengu huu. Ina maana yeye ndio mwanzilishi wa kanisa. Mwanzilishi wa kanisa ni nani? Kristo mwenyewe. Ina maana kama ingekuwa ni sema tuna picha tunaijua picha ya Kristo, tungekuwa tunaweka picha yake, lakini hatuifahamu picha yake, si ndio? Yesu amejifunua kwa namna ya neno lake. Kwa popote ambapo neno la Kristo linatangazwa, linazungumzwa, ina maana ndio utukufu una. Sasa nimezungumza mambo haya kwa sababu gani? Kwa sababu ya identity, kutafuta credits. Na katika hili nataka nizungumze, tunatoa utukufu kwa watu. Matendo ya Mitume 10:25, Petro alikataa kusujudiwa, kupewa utukufu. Sema Petro alipokuwa akiingia Kornelio, alipokuwa akiingia Kornelio akamlaki, akamwangukia miguuni, akamsujudia, lakini Petro akamuinua akisema, simama, mimi ni mwanadamu. Tunaona sasa hizi watu wanasujudiwa miguu. Mtumishi wa Bwana anasujudiwa. Yaani Petro alikataa, akasema mimi ni mwanadamu, siwezi Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 22:8, nami ndimi niliyesikia na kuyaona mambo haya, na nilipoyasikia na kuyaona nalianguka, ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha. Sema naye akaniambia, angalia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na ndugu zako manabii na wale wayashikayo maneno ya kitabu hiki, msujudie Mungu. Malaika anakataa kusujudiwa. Na kusujudiwa ni nini? Au kusujudu ni kufanya nini? Ni kuanguka. Unaanguka, una bow down, nasema unaanguka chini ya miguu. Tunaona hivyo na watumishi wanafurahia, yani anapita anasujudiwa. Inakuwa ni kitu cha. Sasa haya mambo lazima tuya-address, kwa sababu sisi ni watenda kazi. Sisi ni watu ambao tunakuwa katika, tusije tukajaribu kumsujudia mtu. Na kumsujudia mtu, ukiona kitu mtu amekifanya kitu, maana yake lazima kimeanzia moyoni. Kwamba katika moyo wake amempa huyo mtu ni utukufu kiasi kwamba akitokea naye anamsujudia. Na pia kitu kinaweza kikatengenezwa, kikapandwa ndani ya mtu. Ukiona mtu anaruhusu kusifiwa na watu mbele yake, au ukiona mtu anajisifia. Kwa mfano mimi nikiwa najisifia hapa, yani mimi nilifanya mimi nikijisifia sana, alafu wengine pia wakaja wakatoa shuhuda wakanisifia, ina maana natengeneza mazingira ya kwamba hata watu huko wataanza kunisujudia. Sasa ni kitu ambacho lazima pia tusichanganye kitu hiki kimoja. Naomba tusichanganye hivi. Lazima, kwa sababu kuna kupiga magoti wakati wa kuombewa. Pengine unaweza kupiga magoti, mtu anakuombea, lakini kuna ile kusujudu. Kupiga magoti, mtu anaomba. Maana kwamba ukipiga magoti alafu mtu anaomba, maana upige magoti kwa sababu ya mtu, ila kwa kuliheshimu lile neno ambalo lina. Kwa hiyo usije ukaona mtu anapiga magoti ukasema mtu anamsujudia, no. Lakini kuna ile mtu anapita unamsujudia, una bow down, unalala. Ndugu, tusifanye hivyo. Nikikaa hapa nitakaa sana. Naomba nisogee mbele.
Sasa hebu tuangalie, turudi kwenye waacheni watoto wadogo. Watoto wadogo waje kwangu. Tukae hapo tuweze kuelewa Yesu alichokuwa anakimaanisha hasa. Kiangalia maandiko haya Luka 18:13 ambao tumeangalia, anasema wakamletea watoto wadogo ili waguse, lakini wanafunzi walipoona walikemea. Anasema basi Yesu akawaita waje kwake, akasema waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa kuwa watu kama hao ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambie, mtu yote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hautauingia kamwe. Yesu anazungumzia hapa kwa habari ya ufalme wa Mungu, kwamba mtu asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hawezi kuingia kamwe. Yaani alikuwa anamaanisha kwamba, au katika namna ya sasa ya tafsiri, kama haujioni kwamba wewe ni mtoto, haujioni kwamba wewe ni mtoto kwa Mungu, maana yake kwamba nini? Maana yake ni kwamba yani wewe bado haujauingia ufalme wa Mungu. Kama hujioni kwamba mimi mbele za Mungu ni mtoto, ni mtoto, unapoenda mbele za Mungu au ulipo hapa saizi, wewe unajiona kama nani? Au Mungu unamuona kama nani? Kwa ile kwamba nimejiona mimi ni mwana wa Mungu, mimi ni mtoto. Kwa status yetu jamani, status yetu ni ya uwana, ni watoto wa Mungu. Na katika hili nataka tuangalie sana, tukae hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata namna tunapoenda mbele za Mungu, tukienda mbele za Mungu kama Mungu ni Mwenyezi Mungu. Unajua kuna namna fulani unavyomuaddress mtoto, anavyomuaddress baba yake, hawezi akamuita jina lake, never. Yaani kwa mfano mimi mtoto wangu hawezi kuniita jina langu Festus, yani kwanza nitashangaa, yani siku hiyo nitasema kimetokea nini? Yani mtoto ananiita jina langu, yani kwanza yeye hawezi. Yani anaanzaje kwanza eti Festus? Bibi jina kwa mfano mama au baba, siwezi kumuita, yani haiji. Kama mama yangu Agustina, yani kwanza atasema hiyo laana imetokea wapi? Yani ataanza kujiuliza maswali. Yani unajua sasa ile kitu cha kwamba sisi, yani ukisha feel kwamba mimi ni mtoto kwa Mungu, baba, Mungu ni baba yangu, yani hiyo tayari maana kwamba wewe umeshaingia. Lakini ukishaanza kuona Mungu, siwezi kusogelea Mwenyezi Mungu, wewe siwezi kukusogelea kabisa wewe, yani ukishaanza ukiita hiyo feeling ya kwamba yani you are not comfortable kumwambia Mungu ni baba. Unajua hata Yesu mwenyewe alivyofundisha akisema muombapo ombeni baba yetu uliye mbinguni. Baba. Lakini unaona mtu anaomba yani Mungu. Anajiuliza huyo Mungu ni Mungu gani? Unajua Mungu ni nafasi. Kuna watu Mungu kwao ni ng'ombe. Unajua kusema Mungu ni, yani Mungu ni lazima litafsiriwe huyo Mungu ambaye unamsema ni Mungu nani? Mungu ni title tu. Mungu ni title. Kwa mfano ukisema rais, ukisema tu rais, unaweza ukasema kuna rais Ruto, William Ruto, kuna rais Donald Trump, kuna Xi Jinping, kuna rais Samia Suluhu Hassan. Ukisema tu rais, sawa na Mungu, si ndio Kwa hiyo ukisema nafasi, ukitamka jina, maana kwamba umemaanisha kabisa ni mtu fulani. Lakini ukienda mbali zaidi, kama wewe ni, unasema wewe ni kwako wewe ni baba yako, ukamtambua kwa nafasi ile ambayo amekupa. Unajua niseme hivi, hata viongozi wetu katika familia zao, yaani uwezo kukuta baba waziri, mtoto wake anamuita mheshimiwa waziri, yaani sio rais sana. Atamuita baba, mama. Yaani hiyo iko na hata kama akimuita nje, hata kama akimuita kwenye public, haiondoi hiyo nafasi ni nzito zaidi. Unajua ukisha kuitwa baba au mama, hiyo ni nafasi ambayo hata
hata cheo gani hakiwezi kikaondoa hiyo nafasi. Yaani baba yako au mama yako akiwa na nafasi yoyote ya kupewa aidha ya kimamlaka, ile nafasi yako ile ya origin, ile nafasi ya baba au mama, ya ile nafasi ya asili, yaani hiyo ni nafasi kubwa kuliko hata ile nafasi ya kupewa. Kwa hiyo nimesema hivyo kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba sisi tunapoenda mbele za Mungu, tusipojiona kwamba sisi ni kama watoto, sisi ni watoto na Mungu ni baba yetu, yaani automatically kwamba bado hatujauingia. Kwa njia pekee au njia ambayo itathibitisha kwamba tumeingia katika ufalme wa Mungu ni kwa kumacknowledge au kwa kumuona Mungu ni baba yetu. Kwa nini? Kwa sababu watoto Mungu akituangalia anatuona kama watoto. Ndio maana nasema waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie. Yaani ile kwamba wewe ni mtoto wake wewe ni mtoto kwake. Maana una ile access, yani wewe haina, yani kuzuiliwa ni kitu ambacho haiwezekani. Unajua kwa mfano leo hii labda hata kama ni kiongozi gani, mwanae akisema kwamba bana nataka nikamuone mzee, yani hawezi akaquestion kwamba wewe unaenda kumuona kama nani? Wewe yani sasa tu atampa taarifa bana mwanao anakuja na haihitaji booking. Unajua kuna namna fulani bana mwambie apange nini appointment. Haipo hiyo. Eti ukishaanza kuona unampangia mtoto wako appointment, tayari wewe sio mzazi mwema. Sio mzazi mwema. Yaani unajua mbinguni ukisema baba, yani baba anaangalia mwanangu ameniita. Kile Mwenyezi Mungu, kila mtu Mwenyezi, mtu anaita Mwenyezi. Hata siwaiba nyimbo Mungu. Lakini tumepewa ile nafasi ya kuitwa wana wa Mungu. Tazama ni pendo la namna gani alitupa baba kwamba tuitwe watoto wake. Tuitwe wana wa Mungu. Sasa tuangalie mtoto mdogo. Kwa nini Mungu anataka tupokee au tuende mbele zake au tumwangalie kuwa ni baba na sisi ni watoto? Kwanza watoto wana character ambayo ukijaribu kujua Mungu akitumia kitu cha mfano, Yesu akitumia kitu cha mfano, kile kitu kinakuwa kina meaning. Mfano Yesu akitumia nini, ni nuru ya ulimwengu. Sifa ya hiyo nuru ukidadavua tu kisayansi na katika namna ya kawaida, unaona ni jinsi gani na uwezo juu ya giza. Kama ninyi ni nuru, giza haliwezi kuwashinda. Maana ametumia kitu ambacho kwenye fact ya ulimwengu kina qualify kuwa ni parable, kuwa ni mfano. Kwa hiyo Yesu akitumia mkulima, utaona sasa ukijaribu kumdadavua mkulima jinsi alivyo, mkulima ana imani, mkulima anapalilia, mkulima anafanyia, anatendea kazi nyingine anazokifanya. Zaeni matunda lazima kuna kuhudumia. Kwa hiyo Yesu akitumia kitu kama mfano, ukijaribu kidadavua kile kitu, kuna namna fulani, kuna message ambayo unaweza ukaipata. Kwa nini ametumia watoto? Kwa nini ametumia watoto? Waacheni watoto wadogo waje kwa maana ufalme ni kama wao. Mtoto mdogo, cha kwanza, mtoto mdogo anaamini mama yake au baba yake hana nguvu kuliko yoyote. Yaani mtoto mdogo, yani ukiwa mtoto mdogo kimgusa tu yaani anaamini kwamba baba yake au mama yake yani ana nguvu. Nitakusemea kwa baba, nitakusemea kwa mama. Yaani watu wadogo wanaamini wazazi wao wana nguvu. Yaani ndio imani ya watu wadogo. Hiyo ni asili. Na hata sisi pia kwenye kitabu cha Warumi 8:15 akasema, kwa kuwa mkupokea tena roho wa utumwa iletao hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani baba. Tulipokea roho Mtakatifu, ambayo hiyo Roho Mtakatifu anatuwezesha kumwangalia Mungu kuwa ni baba yetu. Hatukupokea roho ya hofu iletayo hofu. Yaani katika hiyo roho tunalia nini? Twalia Aba, twalia baba.
chochote baba, baba. Yaani ukiona, ndio maana nasema ukiona haulii baba, hausemi baba, yaani kwako wewe baba, yaani ni kitu kizito. Yaani unapoenda mbele za Mungu unaenda kama nini? Unaenda kama, yaani hauendi mbele za Mungu wewe kama mwana. Yeye ni baba yako. Yaani ukishaona hauna huo ujasiri, bado kuna uzito. Lazima ujaribu kutafakari, hivi tunamdefine Mungu vipi? Tunamwangalia Mungu kama nani? Aidha inawezekana bado hujaelewa kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Na ile kwamba kutoelewa kwamba wewe ni mwana, maana kwamba yaani bado hujaingia katika ule ufalme. Katika ule ufalme. Mtoto anaamini ahadi ya baba au mama bila mashaka, anaiamini. Yaani baba au mama anaamini ahadi yake. Baba au mama akisema, mtoto huwa anaamini kweli kweli. Ninakumbukaga miaka ile ya nyuma sisi, kila kuna namna fulani anataka kutuma, sema nitakufanya hivi, nitakununulia baskeli. Yaani unahangaika, unachangamka. Kwa nini? Hata kama anakudanganya kila siku, lakini unamwamini kwamba atanunulia baskeli. Nakumbuka miaka ile ya nyuma. Labda kuna kitu fulani labda anataka akutume, au anakuahidi pengine fanya vizuri, nitakununulia baskeli. Unaamini kweli ahadi, hata kama amesha mara 5 mara 6, fanya hivi, tutaenda sehemu fulani. Unaamini. Yaani mtoto anaamini ahadi ya mzazi, anaamini ahadi ya baba yake, ahadi ya mama yake. Hata kama afanye, hata kama atekeleze, akimwambia ni kama ile iliyopita anasahau. Ndio character watu wadogo. Na sisi tunapokea, kuna ahadi ambazo tunaahidiwa katika Kristo Yesu. Ina maana tunapokuwa na ile, sema sisi ni watu wadogo, yaani hatu question. Mtoto mdogo kwanza question. Alafu mtoto mdogo juu hawazi, yaani hawazi kwamba baba hapa hana wala kwamba ukiangalia uchumi yenyewe. Kwanza mambo ya uchumi anayawaza. Mambo ya uchumi ni yako wewe. Mtoto hawazi kwamba eti kuna uchumi, si umefanya nini, umepanda shuka, si mafuta yamepanda, si kuna vita ya Irani. Hayo yako. Mtoto anajua kwamba saa fulani imefika, kuna muda wa kula, kuna muda wa kulala, kuna muda wa kwenda shule. Yaani hata masuala si kwamba kuna ada, si ndalipo ada kiasi gani mume. Yaani hayo ya kwa mtoto mdogo. Yaani yeye maisha ni murwa. Sijui yeye anachojua kwamba channel pale, ukiangalia channel zina nini? Zinaonekana tu. Kwamba hajui kwamba kingamuzi Star Times wanadai. Hawaelewi, sijui Star Times na hivi kingamuzi vingine. Kwamba yaani yeye anajua kwamba kinaonekana. Watoto wadogo hawajishughulishi. Yaani akili zao wao ni kucheza, kula, pengine labda kusoma, kuimba. Tumepita huko jamani, si ndio? Tumepita huko. Miaka ile tuko wadogo. Kuna vitu hatuviwazi kabisa. At least kadri ambavyo unaanza kukua, unaanza kuelewa. Kumbe bana hii. Kisha kuja kwa mtu mzima ndio unaelewa. Unaanza kuwapa respect za wazazi. Kumbe wazazi walikuwa wanapitia katika. Na Yesu anazungumza watoto wadogo, mtu asiupo kama mtoto mdogo. Sasa azungumzie yule mtoto ambaye anajitambua, anaelewa kwamba mifumo si imefanya nini. Anazungumzia mtoto mdogo. Mtoto mdogo anaamini ahadi. Na kuna ahadi ambazo Mungu ametuahidi. Kuna ahadi ya uzima wa milele. Yohana kwanza 2:25 anasema, na hii ni ahadi aliyotuahidia, yani uzima wa milele. Uzima wa milele kwa maana gani? Maana kwamba hata ikitokea tutapofika wakati wa kuondoka katika ulimwengu, tunaokaa kuishi milele. Tutafufuka katika yeye na tutapokea ile sema nini? Ule uzima wa milele. Lakini kuna ahadi pia ambazo za katika maisha haya kabisa ya ulimwengu huu. Maisha haya ya ulimwengu huu kabisa ambayo tunaishi. Kuna ahadi za mambo ya mwilini kabisa. Mathayo 6 kuanzia mstari wa 24. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini, mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili ni zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita wao?
Ni upi kwenu ambaye akijisumbua aweza kuongeza kimo chake hata mkono mmoja? Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini. Sema mstari wa 32, kwa maana haya yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnayohitaji. Basi utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mtazidishiwa. Basi msisumbukie kesho, kwa kuwa kesho atajisumbukia yenyewe. Yatosha siku kwa masumbufu yake. Ili aendeko kulisoma kwa akili za kiutu uzima, uwezo kumuelewa Yesu. Yesu unasemaje? Nisisumbuke, yani unajua kwa akili za kiutu uzima. Ile kwa mtoto yeye, kwani mtoto anawazaga kwani kesho atakula nini? Yani kwa akili za utoto it is possible kuwaza hii. Lakini kwa akili za kiutu uzima unaelewa mifumo ya ulimwengu jinsi ilivyo. Sasa haimaanishi kwamba tusifanye kazi. Ila haya maandiko yalikuwa yanazungumza kwa habari ya mambo mawili. Yalikuwa yana support vitu viwili, kwamba hatuwezi kumtumikia Mungu na mali. Unajua watu wengi wanatumikia mali kwa nini? Kwa sababu ya mambo ya mwilini. Yaani tukitenda kazi, tukifanya kazi, tunafanya kazi kwa sababu imempendeza Mungu tufanye kazi. Na Mungu ametupa fursa ya kufanya kazi. Lakini tusiwe watumwa wa kutumikia mali. Kuna mtu unakuta yeye swala la shamba na yeye hata ibada hamna. Shamba na yeye. Kile kimwambia bana tunatafuta bana. Nikipata ndio nitatulia. Kila yani yeye kinachomdrive pengine chochote kufanya anachokifanya, kinachomdrive ni kupokea. Wakati mwingine hata kwenye huduma, mtu kinachomdrive kufanya pengine kitu cha huduma ni kwa sababu ya mali, sababu ya kupata mali. Ngoja nitoe nyimbo yangu hii, nikipata hit najua nitagenerate sema viewers wengi, alafu nitapokea YouTube watanilipa au kwenye digital platform kinachokusukuma, yani uwezi ukatumikia. Lazima kimoja kiwe master. Lazima kimoja kiwe master. Hatuwezi kumtumikia Mungu na mali. Yaani unatafuta vyote viwili, kwamba nimtafute Mungu na sasa kupata mali. Ndio maana nasema mali ni jambo zuri, kuwa na mali. Ni kitu ambacho ni Mungu pia anatuwazia tuwe na mali kwa sababu ndio ahadi yake. Lakini lazima tujue kipi kinacho priority, kitu cha kipaumbele ni kitu gani. Kama kuna fursa au kama kuna kazi ambayo inakutenganisha mahusiano yako na Mungu, alafu inakulipa, utachagua kitu gani? Kwa sababu kuna watu wanafanya kazi ambazo ukiziangalia ni kazi ambazo zinamtoa yeye na zinaharibu mahusiano yake na yeye na Mungu. Sasa zungumzie kwamba zinakukeep, kwa sababu kuna kazi nyingine actually unaweza kufanya kazi ikakukeep busy, lakini aiondoe ile sema privacy yako na Mungu. Kwa unaweza ukawa kiongozi ambaye uko busy kweli kweli, uweze ukapengine ukakutanika mara kwa mara. Sio kwamba uache kufanya, utafanya. Si ndio Utafanya. Lakini nazungumzia vitu gani? Kwa mfano mtu anaweza akafanya kazi, anauza madawa ya kulevya. Anaharibu maisha ya watu kwa ajili ya kupata, au unakuta yuko busy kweli na mambo masumbufu ya ulimwengu huu, asipate muda wa ibada, asipate muda wa kuomba. Yote ya nini? Kwa nini tunasumbukia namna hii wakati mwingine? Ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutafuta vitu vya mwilini, fahari za mwilini. Kwa mtoto mdogo anaamini kwamba yani yeye mambo ya uchumi sui umepanda umeshuka umefanya nini? Yaani haya, unajua kuna vitu vingine jamani tunaweza kujibebesha magorofa. Kuna vitu vingine katika maisha uwazi hata mpaka kesho. Ufanye nini? Yaani kuna mambo mengine, yaani hayo mambo yatakuja tu. Kuna vitu vingine hatujavisababisha sisi, ndio Kuna mambo mengine ni mifumo, si ndio? Mifumo inaweza kusababisha pengine wimbi fulani. Sasa ukienda ukiwaza sana, sisemi kwamba tusiwaze, lakini kuna namna fulani tunaweza tukatumia akili zetu nyingi
alafu tukajikuta tunapoteza muda na hatupati hata ya majawabu. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto mdogo hawazi kabisa. Katika kila jambo ambalo anapitia anaamini baba yake yaani anaamini kwamba mama atapika, anaamini kwamba baba hivi. Yaani watoto wadogo jinsi ilivyo, hata sisi pia. Kwani uwaze kwa habari ya pengine nitapata mume kweli, pengine nitapata kazi kweli? Sio mbaya kutafuta, tunatakiwa tutafute kazi, tutafute nani, lakini unaweza ukawaza sana ya mbeleni, ukatumia kichwa, ukaumiza kichwa, hivi itakuwaje, unalala kichwa kinakuuma hivi, mwisho wa siku unalala umepoteza energy nyingi process ubongo. Lakini tukimwamini kwamba nawaza kwa habari ya kesho, lakini naambia kesho Mungu nakuachia wewe. Nawaza Mungu ninamhitaji huu, lakini hili nakuachia. Yaani tunasema hatujibebeshi magorofa. Kila ambacho tunakihitaji lazima tukiwaze. Lakini tutakipataje kama hatuna picha? Tunamwambia Mungu, tunaomba ushughulike na, kwa sababu ndivyo watoto wadogo walivyo. Ndio namna ya kuwa mtoto. Mtoto yeye anajua kwamba kuna lunch. Mtaipataje hiyo lunch? Mama atapika, baba atapika. Lakini pia na siku kuna mahitaji tunayawazi. Sijui pengine wakati mwingine yatakujaje. Mungu, naomba jambo hili ni fanikishe. Na kinasema hivi, hata wakati mwingine kuna vitu tunaviwaza, hata visipofanikiwa, maisha lazima yaende. Yaani katika, unajua, ukiniambia kwa mfano mimi tokea nikiwa mdogo mpaka saa hizi, kuna vitu vingi nilikuwa navifikiria. Pengine nilipokuwa mdogo nitakuwa rubani. Naenda rubani, bana labda engineer fulani, mara daktari. Unachokiona unakipenda. Daktari ukiona grade zimepungua, hapa sasa bana, kwani hivi unaweza kuangalia hivi kozi hii hapa hii naweza nikasoma kweli nikiwa na max hizi? Unaanza kuuliza max gani? Hebu angalia hii unaweza ukaomba hii. Lakini ukiangalia tokea mwanzoni ulikuwa na mipango mingi, utakuwa engineer wa ndege. Grade zilipopungua ukaenda baadaye, lakini tunaishi, si ndio? Tena wakati mwingine unaweza kaangalia sema yaani ningesomea kule, yaani nahisi kama nisingefit. Yaani ukishakuwa mtu mzima sasa unaanza kufikiria, yaani ningeenda kusomea kile ambacho nilikuwa nakiwaza mwanzoni, nisingefika hapa. Kuna mtu mmoja nishawahi kumsikia standard 7, lakini ni mtu tajiri sana. Unajua anasemaje? Anasema yaani ningetoboa kipindi kile nikaenda kusoma, pengine ningekuwa fulani, zisingekuwa hivi. Yeye ni standard 7, kamaliza standard 7 na ameajiri watu wengi na ana utajiri wa mabilioni. Alafu anakuambia yaani pengine ningetoboa nisingekuwa hivi. Maisha haya lazima yaende jamani. Yaani ndio uhalisia wa maisha. Kama tutaweka barriers kwa sababu ya education, kwa sababu ya elimu ya formal, hizi formal school. Sababu elimu haina mwisho. Tunasoma kila siku, tunajifunza kwenye maisha. Kuna elimu rasmi na isiyo rasmi. Kuna ambao wanapata fursa ya kwenda kwenye elimu rasmi, wanasoma kwenye. Ukikosa hiyo haina maana, ndio mwisho wa maisha. Na ukiwa na hiyo usione kwamba mimi ndio. Unaweza ukawa na hiyo lakini pia ukaenda kuajiriwa na mtu ambaye standard 7 ipo, au masema college droppers wako. Mtu amesoma akaona shule akaamua kufuata zile. Elimu ni muhimu, lakini elimu isikufanye kwamba kujiona kwamba wewe ndio bora kuliko wengine. Elimu ni muhimu, lakini elimu isikufanye kwamba ukajiona kwamba kupitia hiyo ndio utafanikiwa, kwamba mimi kwa sababu nimesoma sana nitafanikiwa. Kuna ambao wamesoma sana lakini mpaka sasa hizi hawajui wanaelekea wapi. Hawajaji pambanua kwamba sisi tunatakiwa tufanye nini katika jamii. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho tunatakiwa tujivunie nacho. Lazima tuwe na ile nini? Ile namna ya unyenyekevu wa mtoto. Mtoto mdogo anajua kukula,
kulala, kucheza, kufurahia maisha. Furahia maisha. Sasa sisi tunapo katika kingdom, katika ulimwengu wa roho, lazima tuwe kama watoto wadogo. Katika ufalme wa Mungu lazima tuwe kama watoto wadogo. Katika ulimwengu huu wa mwili lazima tuwajibiki katika yale ambayo yako mbele yetu. Lakini when it comes to our God, tunapomwangalia Mungu wetu, lazima tuwe kama watoto wadogo. Tukienda mbele yake, tusianze kuwaza sana kwamba Mungu utafanyaje jambo hili. Unajua Mungu, ukitaka kujua njia za Mungu, wakati mwingine atakudisappoint. Unajua ukimwambia Mungu utafanyaje jambo hili, hata kwambia chukua fimbo nenda kwenye maji pale kapige. Utamwambia yaani wewe Mungu uwe uone. Yaani unaanza kuniambia habari ya kwenda kupiga fimbo kwenye maji, unafikiri maji yatatoka? Au anakuambia kitu ambacho brain haiwezi kuprocess. Ndio namna ya Mungu jinsi ilivyo. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba kuwa kama mtoto mdogo maana kwamba kuamini ahadi za Mungu bila mashaka. Ahadi za baba yetu bila mashaka. Na hapa alisema baba yetu, baba yenu wa mbinguni anajua kuwa yote mnayohitaji. Baba yenu, yani Yesu alitumia maneno ya baba yenu ili muelewe kwamba mnapoenda mbele za Mungu baba yenu, yani baba, yani siende Mwenyezi Mungu. Yesu, Mungu ni Mungu. Na hata Ibilisi anajua kwamba Mungu ni Mungu. Lakini Ibilisi kwake Mungu sio baba yake. Watu ulimwengu mzima unaamini Mungu. Sema we believe in God. Unaonaga amesema we believe in God. We believe in God. Wanaamini Mungu yupo. Lakini sisi tunaamini baba, Mungu ni baba yetu. Na hapo ukisema Mungu ni baba yetu, kuna watu ambao wakikusikiliza wanasema yani kwa wewe mwana wa Mungu. Unajua kilichomfanya Yesu tofautiane sana na Wayahudi. Kwa nini alikuwa anatofautiana na Wayahudi? Kwa sababu Wayahudi walichokuwa wanakereka kwa Yesu ni ile Yesu kusema kwamba Mungu ni baba yangu. Yaani hiyo ndio kitu ambacho kilikuwa kinawakera kweli. Mnasemaje Mungu ni baba yako? Wewe umezaliwa na Yusufu hapa mrandambao huyu. Si baba yako si Yusufu? Unatuambia Yesu ni baba yako. Yaani Mungu ni baba yako. Hiyo ndio kitu ambacho kiliwaudhi. Kati ya vitu ambavyo vimewaudhi ni kumtaja Mungu ni baba. Na hata leo hii ukiwaambia watu hasa wasioamini Mungu ni baba, wanaona wewe jamaa anacheza kweli. Mungu ni baba yako. Wewe mwanadamu, Mungu ni baba yako. Lakini kwenye ulimwengu wanaamini kwamba kuna ile adoption. Kuna mwana wa asili na mwana wa haki. Unaweza ukaenda mbele za kwenye sema ukamwadopti mtoto akapokea haki zote za kwamba ni mwanao. Na hata sisi tumekuwa adopted. Maana kwamba nini? Yesu Kristo ndio mwana wa pekee wa asili wa Mungu. Alafu sisi kupitia Yesu Kristo tumekuwa adopted. Kwa hiyo tumefanyika wana. Tunapokea haki zote za uwana wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumemfuata Kristo. Sisi ni wafuasi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua iko hivi, wewe ukiwa na rafiki yako mkienda kwa baba yako, kwa baba amekutembelea nyumbani, si ndio baba, huyu ni rafiki yangu. Wanangu vipi, hamjambo? Yaani wote ni watoto wake. Kwa nini? Kwa sababu mna mahusiano na wewe una mahusiano na mtoto wake. Kwa hiyo anakuchukulia wote, hata kama mkienda pale mkilala pale nyumbani, mmekaa pale, anaona kwamba hao wote ni wanangu. Nini? Muna mahusiano na gisali shaisha. Mna mahusiano na. Kwa ndivyo ambavyo ilivyo, lazima ifike point tujihesabu ya kwamba sisi ni wana. Lakini kitu cha mwisho namalizia hapa. Mtoto anaamini baba au mama anaweza kutoa haki. Mzazi wake anaweza kutoa haki. Anaweza kutoa haki. Kwa mfano nataka nizungumze hili linamaanisha nini? Kwa mfano pale nyumbani, kati ya vitu ambavyo vinatokea sana mashtaka, watoto wakipishana kidogo tu, baba fulani kanifanya hivi, mama fulani kanifanya hivi, fulani kanifanya hivi. Yaani anaamini mzazi wake anaweza kufanya nini? Kutoa haki. Anaweza kutoa maamuzi ya haki kwamba huyu amenionea.
amenigusa, amechukua kitu cha kwangu. Ndio namna ambavyo ilivyo mtoto jinsi alivyo. Anakwenda kushtaki. Watoto ni hodari kweli wa kushtaki. Watoto wadogo amenifanya hivi, baba amenifanya hivi, baba amefanya hivi, amefanya hivi. Sasa ndivyo ambavyo na sisi tunatakiwa tuwe. Tunaamini Mungu anatoa haki. Na Mungu amesema kwamba anatoa, yeye ni Mungu ambaye analipa kisasi. Analipa kisasi. Warumi 12:19. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Kisasi ni juu yake. Na ukisoma maandiko, Matendo ya Mitume 4:29, kuna wakati fulani kanisa lilipita katika hali ya kutishwa. Wanafunzi wanaomba, sema basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao. Yaangalie matisho yao. Ukawajalia watumwa wako kunena kwa neno lako kwa ujasiri wote. Yaani ile kwamba waangalie matisho yao, maana kwamba Mungu, hebu shughulika nao. Sasa shughulika nao, usimpangie Mungu cha kufanya. Changamoto ya maombi mengi. Tunaenda mbele za Mungu au tunaomba, alafu tunamwambia Mungu cha kufanya. Waangamize. Sio unamwambiaje hakimu cha kufanya? Unajua nasema hili kwa sababu gani? Hata katika ulimwengu huu inawezekana pengine mwenzi wako pengine, inawezekana pengine kuna namna fulani anakusumbua, sema anakupasua kichwa. Namwambia Mungu, hebu angalia jambo hili linalofanywa. Nisaidie hapa. Alafu Mungu anajua atagusa wapi. Anajua namna ya kufanya nini? Anajua namna ya kutengeneza. Anajua namna ya kumtwist. Kwa ndivyo ambavyo ilivyo kwamba Mungu ni Mungu atoaye haki. Haina haja ya sisi kulipiza kisasi, haina haja ya sisi kufanya badala ya Mungu. Tukipita katika hali ya uonevu, tunamwambia Mungu, amua. Inawezekana kuna namna fulani zapita katika hali ya kuonewa, kunaambia Mungu, amua. Sasa Mungu anaweza kukupa maelekezo ya kufanya, au anaweza asikupe, akatwist tu mambo kwa shangaa vitu vinalipuka. Tusilipe kisasi. Sema adui yako akiwa na njaa, mlishe. Hiyo ni kitu ambacho ni kwa namna ya kibinadamu ni ngumu sana kukiweza. Kwamba adui yako akiwa na njaa, na adui yako akisema adui yako ana maana gani? Yule ambaye anakuona wewe ni adui. Sisi hatuna maadui. Sisi hatuna maadui. Sababu mtu ambaye anakuona wewe ni adui ni yule ambaye anasema ameanzisha varangati. Kwanza wewe ukimwona mtu adui, kwa nini uone mtu ni adui? Sisi tunataka tuone wote ni kazi ya Bwana. Mungu ameumba watu wote ni watu wake. Yaani tunapomwangalia mtu uone kwamba ni sura na mfano wa Mungu. Hata kama kuna vitu anavifanya vya ajabu, unajua kwamba hivyo anavyovifanya ni kwa sababu tu ya ufahamu wake. Umeamini ni sahihi. Lakini Mungu anaweza akamuokoa. Huyu ambaye unamuona ni adui, kama ukimwona mtu ni adui, kesho na kesho kutwa Mungu anaweza akamuokoa, alafu ndio akapiga gospel. Alafu hiyo gospel na wewe mwenyewe ukajifunza. Tukimwangalia Paulo alikuwa ni nini? Kama ungemhesabu kwamba unajua Paulo alikuwa analiangamiza kanisa. Alafu huyo Paulo Mungu akamuokoa. Alafu huyo Paulo ndo akahubiri Injili. Alafu huyo Paulo ndo akatransform katika mataifa mengi. Kitu kama huyo adui. Adui wetu ni nani? Ibilisi. Ambaye huyo ndo anawaweusha watu. Kwa ukiona mtu pengine kuna namna anaenenda, usije ukasema kwamba huyu ni adui. Elewa tu kwamba anachokienenda ni kwa sababu ya mawazo ambayo yamemfanya enende hivyo. Tukianza kutranslate kwamba huyu ni adui, ni mbaya. Sasa kuna namna ambavyo, kwa mfano, labda nichukulie kwa mfano hivi, labda sasa nisingependa nizungumze mambo ya nje, lakini sisi kama waamini hataki
tuwachukulie watu kwamba ni maadui, tuchukulie watu kwamba ni fahamu wao, ni fikra zao jinsi zilivyo. Ukishatambua kwamba ni fikra, utaweza kumsaidia. Nikienda mimi vibaya, ukaniataki kwamba ni adui moja kwa moja, huwezi kunisaidia. Lakini ukaelewa kwamba huyu ni kwa sababu tu ya ufahamu wake, maana kwamba nini, unaweza ukaachilia neno ambalo likaweza kushughulika na kuweza kutransform fikra. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi niishie hapa, lakini tazama ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu. Yohana wa kwanza 3:1. Tazama ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu hautambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Lazima tunapoenda mbele za Mungu tujione sisi ni watoto. Tujione sisi ni watoto na Mungu ni baba yetu. Hiyo ndio kitu cha muhimu sana, ndio yaani ile feeling ya kwamba Mungu ni baba yako, maana tayari wewe ni mwana wa ufalme. Nje na hapo, ukishaanza kumwona Mungu katika sema, ukishaanza kuweka distance, unajua tofauti ya kipindi kile kabla ya Kristo ilikuwa kwenda mbele za Mungu ilikuwa ni ngumu mno. Lazima kuhani mkuu ndo anaenda kwa niaba ya taifa. Yaani ilikuwa sio rahisi tu wewe tu baba. Yaani haikuwa rahisi hivyo. Kulikuwa kuna vitu fulani ambavyo katikati vimewekwa. Lakini Mungu katika zama hizi anahusiana na sisi katika namna ya karibu kabisa. Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, alafu Mungu ni baba yetu. Chochote tunachopitia, chochote ambacho tunakihitaji, lazima tumuone Mungu ni baba yetu. Sababu mtu ambaye asiye upokea ufalme wa Mungu kama mtu mdogo hawezi kuingia. Sisi tumeuingia kwa sababu nini? Kwa sababu tunamtambua Mungu kwamba ni baba yetu. Kwa ile kwamba tumetambua, hakuna mtu anaweza kutuzuia. Yaani hakuna mtu anaweza akatuzuia. Ndio maana Yesu aliwakasirikia wale, kwa sababu kwa nini unataka kuwazuia wakati hao ni watoto? Unawazuia hii watoto. Hiyo ni picha ya mfano. Unawazuiaje watoto? Hao ni watoto, unawazuiaje? Kwa mtu yote ambaye anataka kumzuia mtoto kwenda kwa baba, yaani Mungu lazima baba ashughulike naye. Yaani wewe hujamwona yule mwanangu sasa eti uje ofisi, labda mtoto amekuja alafu pengine akazuiliwa sije baba nataka nimuone baba, akazuiliwa, hamna. Alafu ukajua kwamba mtoto wako alikuja tu tena na dharura, alafu akazuiliwa. Unaweza kumuuliza, hivyo haukujua kwamba ni mwanangu? Ndivyo ambavyo ilivyo. Mtu ambaye anamzuia mtoto kwenda kwa baba, kwenda kwa yaani mnajua bora amsubirishe, bana subiri kwanza. Ngoja kwanza ni kamuulize baba, pengine baba kuna mwanao amekuja hapa. Yeye ndo atoe jibu, lakini unamzuia mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa neno la leo ambalo Mungu anataka kusema na sisi, lazima tumuone Mungu ni baba yetu. Baba yetu, baba yetu. Hiyo ni kitu cha muhimu sana. Tunapo approach mbele za Mungu, tunapoomba, tunaposema, tuseme tukijiona kwamba sisi ni watoto na yeye ni baba. Ukiona unapata ugumu kwamba wewe ni mtoto, wewe pengine ni mtu mzima, nimekomaa na uwezo, nina maujuzi. Yaani unajua kuna namna fulani tunaweza kujiona kwamba sisi ni tumekomaa. Unajua kuna namna fulani sisi bado tumekomaa. Yaani unajiona kwamba wewe unamlingania Mungu. Unajua kuna namna kwenye ukuaji unaweza kusema kwamba mimi nimekomaa. Kwa hiyo kwa sababu nimekomaa, na Yesu alisema kwamba tufikie kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa mimi lakini tuelewe kwamba mtoto kwa baba afanya nini? Akui. Tunaweza tukakua katika au tukakomaa katika ufahamu wetu. Lakini lazima tuelewe kwamba hata kama wewe ni bishop, sijui ni nani, lazima watu wote wajue kwamba wewe Mungu ni baba yako. Unajua kwenye familia, lazima unajua hata mtu mdogo akiona kwamba unaanza kusema baba. Anasema kwamba baba naye ana baba. Baba naye ana baba. Sasa hivi hata unakuta pengine ni bishop wewe, ni kwa sababu ni kiongozi fulani.
hata kumwadresi Mungu kumlilia baba, unaona aibu. Kwa nini? Kwa sababu sasa nikimlilia baba hapa afu na mimi ndo naonekana baba hapa, sitaonekana baba ndo kama nadhalilisha ubaba wangu. Tena ukiwa baba, ili watoto waweze kumfuata huyo sema unayemtegemea, ndio unatakiwa umlilie baba kweli kweli. Unajua, kwa mfano let's say mtu mzima, hebu piga picha ya mtu mzima, ni mzee fulani hivi, mzee wa umri, alafu akaita baba. Yaani unajua ukiangalia kwanza hata wewe unasisimka. Mzee, kuna siku moja nilikuwa kwenye kusanyiko fulani, kuna mzee mmoja, mzee wa umri, mzee wa kanisa, alafu nikaona analia baba. Yaani nilivyomwangalia jinsi anavyoita, alafu na umri wake na panchi yake ilivyokuwa anazungumza na kumaanisha, yaani hadi mimi mwenyewe nika connect, yani baba, yani iko hivyo. Leo hii tunaona aibu, yani kwamba sababu mimi ni baba siwezi nikamuita baba. Baba ni baba yetu. Ukishaona unapata shida kusema baba, kuna shida. Mungu atusaidie sana kwa neno lake hili. Basi nimshukuru Mungu. Mungu wetu, baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru mfalme. Tunakushukuru baba. Tunakushukuru mtakatifu. Tunakushukuru kwa kusema nasi. Baba, tumetambua ya kwamba mbele zako unatuhesabu sisi ni wanao. Unatuhesabu sisi ni wanao na unatuita. Hakuna wa kuweza kutuzuia tunapokuja mbele zako kama baba. Hakuna ambaye anaweza kutusubirisha tunapokuja mbele zako kama baba. Kwa sababu ndivyo ulivyosema, waacheni watoto wadogo waje, wala msiwazuie. Mungu, tunakushukuru kwa sababu tunapokuja mbele zako baba, hakika unatusikia. Tukufu na heshima mfalme vikurudie wewe baba. Neno hili likapata kutransform maisha yetu, ili popote tukuitapo tutambue kabisa tunakuita baba, na nafasi hii nafasi ya muhimu ambayo haisubirishi na haifanyi tuzuiwe na mtu yoyote. Sifa na heshima tunakurudishia wewe kwa neno lako hili, katika jina la Yesu tume